الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، فقد فاز المتقون. إلهي كيف أدعوك وأنا أنا؟ إلهي أستحي أن أدعوك وأنا أنا، ولكن كيف لا أسألك وأنت أنت؟ إن كانت ذنوبي لها حد وغاية، فإن عفوك ليس له حد ولا نهاية. Mmoja katika wema waliotangulia aliwahi kusema maneno mazuri kama haya, akimuita Mola wake Azza wa Jalla. Anamwambia, Ilahi astahi an as'alaka wa ana ana, Mola wangu, naona haya kukuomba, naona haya kukuita, na mimi ni mimi. Akionyesha ishara ya kukiri kwamba yeye ni mja mnyonge, dhalili, asi, mtenda dhambi. Anasema astahi an as'alaka wa ana ana, naona haya kukuomba, na mimi ndiyo yule mwenye sifa zote hizo. Niseme nini kwa mtukufu, mlezi, mwenye kujua kila ninachotaka kukisema, kabla ya kukisema unakijua. Wote ikiwa hawanijui, wewe unanijua vizuri. Ikiwa hawajaniona, wewe umeniona kila pahali. Ikiwa kwa wao sijulikani, wewe unanijua ya Rabb. Astahi an as'alak, naona haya kukuomba, wa ana ana, na mimi ndio huyo. Lakini kaifa la as'aluka wa anta ant, kwa nini nisikuombe na wewe ndio wewe? Uliyesema niombeni, uliyesema msikate tamaa, uliyesema mimi niko karibu nanyi, uliyesema usijali nipo Mola wako, uliyesema unafuta madhambi yote, uliyesema wewe ni Rahim, uliyesema wewe ni Rahman. Sifa zote za kuonyesha unawapokea waja wako umezimaliza, umezizungumza, umezisema katika Qur'an. Kaifa la as'aluka wa anta ant, kwa nini sikuombe na wewe ndo wewe? In kanat dhunubi laha haddun wa ghaya, ikiwa madhambi yangu yana mipaka, ikiwa madhambi yangu yana mwisho, ikiwa madhambi yangu yanahesabika, fa inna afwaka, kwa hakika msamaha wako, laisa lahu haddun wala nihaya, hauna mpaka wala hauna mwisho. Mimi dhambi zangu zinaweza zikajaa dunia nzima, ndio pahala pake. Dhambi zangu zinaweza zikawa milioni, dhambi zangu zinaweza zikawa bilioni au trilioni, lakini msamaha wako na huruma yako haina mipaka, kwamba inatoka Afrika mpaka Ulaya imekwisha, wala nihaya, wala haina mwisho. Ndio maana nakuomba
Khutba yetu ya leo, kila aliyefika umri wa miaka 60 aisikilize kwa makini. Kila aliyefika umri wa miaka 60 na kuendelea inamhusu, inatuhusu wote kama Waislamu, lakini wewe uliyefika umri wa miaka 60 na kuendelea inakuhusu zaidi. Si Allah subhanahu wa ta'ala akasema wadhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minin, akasema tena fadhakkir in nafa'at adh-dhikra sayadhakkaru man yakhsha. Fakullu man balagha 60 au tajawaza 60 sanatan aniazime masikio yake, anipe wakati wake kwa ajili ya hiki ambacho leo tutakizungumza kwa muda wetu wa khutbatul Jumaa. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala anipe thabat na nguvu ya kuweza kulizungumza nililokusudia, na wewe upate kulisikia kwa namna ambayo italeta athar katika maisha yako baada ya leo. Ndugu yangu uliyefika umri wa miaka 60, ndugu yangu ambaye umepindukia umri wa miaka 60, lakini na wewe pia ambaye unaelekea huko, nikiwepo mimi pamoja na waliokuwa katika age kama yangu ambao sasa tunaelekea huko, inatuhusu. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadith sahih anatupa ujumbe wetu, anakupeni ujumbe wenu, anatoa ujumbe kwa wote. Anasema katika hadith sahih aliyoisimulia Imam al-Bukhari katika sahihi yake kutoka kwa sahaba Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Isma'uhu, msikilizeni. Isma'uhu biadhani alqulubi qabla adhani aljawarih, tena mumsikilize kwa macho, kwa masikio ya nyoyo kabla masikio ya kawaida. Mtume anasema a'dhara Allahu ila mri'in, a'dhara Allahu ila mri'in akhara ajalahu ila 60 sanatan. A'dhara Allahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sanatan. Kwa maneno kama hivi Mtume ameanza kusema Mwenyezi Mungu amemuondolea udhuru, Mwenyezi Mungu amemkatia udhuru. A'dhara bimaana azala, lam yatruk lahu udhran, kwa maana nyingine kwamba hajakuachia complain zozote za kwenda kucomplain, hajakuachia udhuru wa kwenda kusikilizwa, hajakuachia nafasi ya kwenda kulalamika. A'dhara Allahu ila mri'in, Mwenyezi Mungu amemuondoshea udhuru mtu ambaye akhara ajalahu, amemweka duniani akamchelewesha kifo, hatta ballaghahu 60 sanatan, mpaka akafika umri wa miaka 60. Yani umechungwa chungwa, we watu wanakufa, we ufi. Miaka 20 we upo, 30 we upo, 40 we upo, 50 we upo, mpaka umefika 60. Watu wanakufa, we ufi. Kukicha unasikia matangazo, unasema inna lillahi, ametangulia, unaenda kumzika. Uko makaburini, unawapeleka ndugu zako, rafiki zako, wanao, na mara nyingine watoto wako unaweza ukazika wote, umebaki we baba. Ulikuwa unasema mimi nilifikiri nitawazika, watanizika watoto wangu, lakini angalia leo nimewazika. Kwa watu aina hiyo,
yeye anawazika watoto wake, yupo hai. Na hiyo ni kawaida. Hata Mtume sallallahu alayhi wasallam alizika watoto wake. Watoto wake Mtume wote walikufa katika uhai wake isipokuwa mmoja, naye alikufa baada ya miezi 6 kufa bwa Mtume. Lakini Qasim, Abdullahi, Ibrahim, Ruqayya, Kulthum, Zainab, wote hao Mtume aliwazika katika uhai wake. Akaja kufa bwana Mtume akiwa na umri wa miaka 63. Baada ya miezi 6 kafa Fatima, mama yao kina Hasan na Hussein alayha salam, alayhimus salam, radiyallahu ta'ala anhum. Lakini wewe upo, wanakufa watu, wewe upo, unaenda kuzika, wewe upo, watu wewe upo, mpaka umechungwa ukafikishwa umri wa miaka 60. Mtume anakuambia Mwenyezi Mungu hajakuachia udhuru. Kwa maana gani? Kwa maana kwamba wewe uliyefika umri wa miaka 60, ukifa wewe alafu ukienda kwa Mungu, zero. Ikiangaliwa faili yako hakuna mema, ikiangaliwa faili yako ni machafu matupu, ikiangaliwa faili yako hakuna mazuri, ikiangaliwa maisha yako yote baada hapo haukubadilika. Wewe umefika 60 lakini bado unaonekana mitaani, unagombania wasiogombaniwa na watoto wadogo, bado unaonekana mtu mzima hovyo, bado hujafikiria kwamba kuna kurudi kwa Allah, eti bado unaonekana disco, bado unaonekana katika sehemu ambazo watu wazima wenzako wameng'ang'ania miswala, wameng'ang'ania itikafu, wameng'ang'ania misikiti, wameng'ang'ania hija na umra, wameng'ang'ania tauba, wameng'ang'ania mambo ya kwamba wanaaga, wanaondoka katika, we bado uko kule. Na vijana masharobaro umri wa miaka 25 na nini, unaonekana uko pamoja nao, unaona akti kama wao, unazungumza lugha zao, unatembea mwendo wao, unasema maneno kama ya kwao, unakula kama wao, unaishi kama wao. Ukitizama umri wako 60 sana. Ndio maana ya kwamba Mwenyezi Mungu amekukatia udhuru, Mwenyezi Mungu amekuondoshea udhuru. Mwenyezi Mungu utakwenda kumwambia lipi? Akikuuliza mbona hukuswali, una udhuru gani? Akikuuliza mbona hata ukutubu hizi dhambi zako za utotoni, basi umejua umefika umri wa miaka 60, basi hata ukujiandaa kusema ya Rabbi narudi, una udhuru gani? Ndio maana ya a'dhara Allahu ila mri'in, yani lam yatruk lahu udhran. Mwenyezi Mungu hajakuachia neno la kucomplain na udhuru wa kutoa mbele yake ikiwa umefika umri wa miaka 60. Rasulullah kuna maneno mengine aliyoyasimulia pia Abu Huraira katika hadithi ya Ibn Majah. Anasema Rasulullah, a'maru ummati ma baina 60 ila 70, akiutangaza hadharani umri, average ya umri ambao tutaishi sisi, mimi na wewe, yani wengi wetu tutaishia miaka 60 na 70. Tena akasema Mtume, wa aqallu man yatajawazu dhalik, ni wachache watakaopitisha 60 na 70. Katika sahaba zake walikuwepo, yeye mwenyewe kama nilivyosema kwa muda mchache uliopita kaishi miaka 63. Khalifa wake wa pili Abu Bakar kaishi miaka 63 pia. Umar ndio humo. Uthman ibn Affan yeye kapiga angalau mpaka 80, yupo bado.
na kuna waliofika 100 mpaka 120. Asma bintu Abu Bakr, Asma bintu Abi Bakr kaishi mpaka miaka 100. Mama yake Zubair bin al-Awwam, mwanawe Abu Bakr as-Siddiq, dada yake mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kafika umri wa miaka 100. Aki Hassan ibn Thabit yule mshairi wa Mtume, ukisoma historia kaishi miaka 120. Wapo wanaopita hapo, na kuna tetesi za kihistoria nimewahi kusoma kwamba yupo mmoja alikaribia miaka 200. Allahu a'lam bi sihhati dhalika al-khabar, lakini wanasema Salman al-Farisi aliishi umri mrefu sana. Itakavyokuwa pia kuna mitume walioishi umri mrefu, wako waliopiga miaka 900, 950, 1000, bali karibia 2000. Allahu a'lam. Lakini mtume akasema hawa watu wangu hawa, ummati wangu hawa, a'maruhum, umri wao ma baina 60 ila 70 wa aqallu man yatajawazu dhalika, watafika umri miaka 60 na 70. Watakaopita hapo ni wachache. Sijui sisi tulikuwa hapa msikitini ni wangapi tutafika miaka 60 na 70, ni wangapi tutapindukia hapo, na ni wangapi hatufiki hata labda 40 wala 50. Allah ndiye mwenye kujua. Lakini hadithi hii inatuhusu wote, lakini special kwa watu ambao wamefika umri wa miaka 60, halafu mpaka leo hawajuani vipaji vyao na miswala kwa kusema subhana rabbiyal a'la. Mpaka leo hawajakamata angalau tasbih wakarudi kwa Allah. Mpaka leo hajatubu taubatan nasuha, akasema ya Rabbi, ujana wangu mimi watu walikuwa wananipachika majina ya ajabu ajabu kwa sababu ya mabalaa nilikuwa nayafanya. Ya Rabbi, umri huu sasa ama kweli hapa jua limekuchwa, narudi kwako. Limadha? Naam, asema al-lailu mahma tala fala budda min tulu'il fajri, usiku utakuwa mrefu utakavyokuwa, lakini alfajiri lazima itachomoza. Wal umru mahma tala fala budda min dukhulil qabri, na umri ukiwa mrefu utakavyokuwa, lakini utaingia kaburini tusikumwa. Sasa kwa nini imetajwa miaka 60? Kwa sababu ndio umri wa kujiandaa, ndio umri wa kusema kwaherini, ndio umri wa kusema sasa niendako ni karibu kuliko nitokako. Ndio umetajwa umri huo. Ibn al-Qayyim katika Sayd al-Khatir, Ibn Qayyim al-Jawziyya, ana maneno mazuri, yasikilize wewe uliofika umri wa miaka 60. Anasema innal khayla idha sharafat ala nihayati al-midmar badhalat qusara juhdiha litafuza bis-sibaq. Innal khayla, anasema hakika farasi, idha sharafat ala nihayati al-midmar, wanapokaribia kuukata utepe. Wale farasi wa mashindano wale wanaokimbia wale kwa ajili ya kupata kombe au medali, wasema wanapokaribia katika ile kamba ya mwisho pale katika uwanja wa mapambano, wakiona wamekaribia pale, anasema badhalat qusara juhdiha, pale ndipo ujitoa mbio zote za akiba utaziona pale. Utafikiria ndio wanaanza, watakimbia kote, lakini 100 meters kabla ya finishing pale utaona sasa zile kukurukakara namna zilivyozidi. Kwa nini wanakwenda mbio sana? Sema litafuza bisibaki, lengo lao wanataka kushinda mashindano, kila mmoja anataka yeye awe wa kwanza. Sasa akatoa konsani yake pale,
Ibn Qayyim akasema fala takunil khailu aftana mink, wewe uliofika umri wa miaka 60, farasi asije akawa na akili kukushinda. Huyu ni hayawani hivyo. Hayawani huyu asiwe na akili kukuliko. Wewe na wewe ulikuwa katika mashindano. Sasa hivi kamba ile pale ya kumaliza. Kwa nini huendi mbio? Kwa nini bado goi? Kwa nini unakwenda pole pole? Kwa nini hujashtuka? Kwa nini farasi anashtuka wewe hushtuki? Fala takunil khailu aftana mink, asiwe farasi ana akili kukushinda bwana. Laqad karramna bani adam, Mwenyezi Mungu anasema tumewakirimu nyinyi watu. Sio sawa wewe na punda na mnyama na farasi, wewe una akili timamu. Fala takunil khailu aftana mink, asije akawa farasi ana akili ni mwerevu kukuliko wewe. Fa innamal a'malu bil khawatim, kwa sababu amali zozote zinazingatiwa mwisho, na mwisho wako unakaribia. Wala mtu asije akaondoka hutuba yetu ya leo akaenda akasema jamaa anatuapiza bure tu, jamaa anatuombea tufe. Haya ni maneno ya Mtume mtukufu wa daraja, yanakuhusu wewe, yananihusu na mimi, yanamhusu kila mmoja. Hadhihi tadhkira faman shaa dhakara wa qul alhaq min rabbikum faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur. Haya ni mawaidha, anayetaka aedheke, awaidhike, ayachukue, ayafanyie kazi, abadilishe mustakbal wa maisha yake. Sote tunaendelea huko, tunakwenda huko. Anasema asiwe farasi mwerevu kukuliko. Innamal a'malu bil khawatim, amali zinakusudiwa mwisho, yani zinaangaliwa mwisho. Na wapo wengi walianza vibaya, lakini sasa wamebutuka, wanamaliza vizuri safari yao, wanaondoka katika dunia wakiwa clean, wanakwenda kukutana na Mola wao wa huwa radin anhum. Umri wa miaka 60 unao, ni umri wa mabadiliko, ni umri wa mapinduzi ya maisha yako, mapinduzi ya amali, mabadiliko katika umri wako na matendo. Huo umri wa miaka 60. Msikilize Allah katika suratu Fatir, aya ya 36 mpaka 37. Ukirudi nyumbani pekua tafsiri ya Kiswahili, angalia Allah anakuambiaje pale. Alivyotaja hali za waumini na mambo ya pepo, akataja hali za makafiri na mambo ya moto. Akasema walladhina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alayhim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adhabiha kadhalika najzi kulla kafur وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. Maneno haya utayapata katika suratu Fatir. Maana yake au tafsiri isiyo rasmi, Allah anasema na wale waliokufuru lahum naru jahannam, watakuwa na moto wa jahannam ndio malipo yao, la yuqda alayhim fayamutu. Tena wakiingizwa katika moto wa jahannam hawatokufa, yani hawatokufa ili wapumzike, wala hawatokuwa na uhai ule wa raha, kama anavyosema katika aya nyingine la yamutu fiha wala yahya, yani uko kwenye adhabu juu ya adhabu. La yuqda alayhim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adhabiha, wala hawatopunguziwa adhabu ya moto. Kadhalika najzi kulla kafur wa hum yastarikhuna fiha
rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Anasema ya Rabbi, tutoe katika huu moto. Watalalamika, watalia, wataomba, akhrijna, tutoe ya Rabbi, na'mal salihan, tukafanye mazuri, tutakwenda kubadilika. Tushajua umri ule kumbe ilikuwa ni mabadiliko. Na'mal salihan, tukafanya mazuri, ghaira alladhi kunna na'mal, kuliko yale ambayo kumbe tulikuwa tunayafanya. Allah atawajibu, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Awalam nu'ammirkum, ule umri anautaja, ile miaka 60 uliofika, Allah anakutajia awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Je, hatukukupeni umri wa mtu ambaye ana akili timamu ya kukumbuka, akawa anakumbuka, akawa anafahamu? Si tulikupeni wakati? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wajaakumun nadhir. Na sikukupeni umri tu, na waonyaji walikuja, wakumbushaji wakakukumbusha kuhusu huo umri, walikuambia kuhusu matendo, walikuambia wajaakumun nadhir. Ulama tafsir baadhi yao, nadhir, muonyaji, wanasema ni nywele nyeupe. Wajaakumun nadhir, na wakaja waonyaji, wanasema muonyaji, bayadhu sha'rika ba'da sawadi, ni ile kupiga weusi nywele alafu zikabadilika, kuna kipindi ukawa sasa una nywele nyeupe, mvi. Ndo muonyaji wewe. Asa uliyekuwa na nywele nyeupe, usije ukasema kaniona mimi hapa, kaona nipigie mfano, mimi mwenyewe ninazo. Alafu kuna wajumbe zaidi ya hao pia walikupitikia, bali huenda Mwenyezi Mungu amekuletea wajumbe watatu, waonyaji watatu, wote walikuwa wanakubutua na kukumbusha, nakwambia hey, dana al-ajal, muda uko karibu, fanya fungasha virago vyako. Nani anasemaje? Dha'fuka ba'da quwwatik, dha'fuka ba'da quwwatik. Wewe ulikuwa na nguvu wewe, angalia sasa ulivyo dhaifu. Wewe udhaifu ni mjumbe. Ulikuwa na nguvu katika kila uwanja. Tulikuwa tukienda pamoja kwenye karamu, unapiga sahani 2 peke yako bila msaada wa mtu yoyote. Chapati 12 zinaenda bila tabu. Sasa hivi hata 2 huwezi. Pia hiyo ni ishara ya kwamba wewe si yeye tena yule. Ulikuwa unakwenda unapiga mtaa mzima, sasa hivi unapigwa na watoto wa miaka 12. Ulikuwa unaweza ukafanya ya kufanya kule nyumbani na hakuna uchovu. Sasa hivi ukisikia dawa za heshima, wewe ndo wa mwanzo. Unazijua zile dawa za heshima ambazo zinatangazwa sana kwenye misikiti, na kitabu kikiona kinazungumzia mambo hayo, wewe ndo wa kwanza. Sasa hivi ufanyi kazi yoyote kama hujameza dawa, wala hujatamani, wala hujatafuta vitu vya kukuongezea nguvu. Si yeye tu yule ambaye tulikuwa tunakujua, si wewe tena, nguvu zimekwisha. Dha'fuk ba'da quwwatik, ulikuwa na nguvu, mbona ni dhaifu sasa? Huyo ni mjumbe na muonyaji. Inhina'u dhahrika ba'da istiqamatik, mgongo wako ulikuwa umesimama wima, lakini sasa unaanza kwenda umepinda, na huyo ni mjumbe pia. Bayadhu sha'rika ba'da sawadi, nywele zako zilikuwa nyeusi nzuri, sasa zimebadilika zimekuwa nyeupe, huyo ni mjumbe pia. Ilikuwa namba 11 au namba 7, wanasema wewe niwekee through tu bas, through pass, basi unakimbia mpaka ule mpira unaupita wewe, unakuwa na speed kuliko mpira.
Sasa hivi ni akili tu ndio. Ukiingia uwanjani unakuwa kichekesho, unachekesha. Sasa badala ya kuburudisha watu kwa mpira, unaburudisha watu kwa kicheko. Utafikiri si wewe yule namba 6 midfielder ambaye ulikuwa una feed uwanja mzima unategemewa. Aina tilka alquwa, aina quwwatuk? Adhafu huwa sayyidul mawqif. Sasa hivi udhaifu ndio umetawala. Sasa katika kila jambo udhaifu unakuta upo. Ni dhaifu, na huo ndio binadamu. Kwani zamani ulikuwa hivyo? Wazee wangu wote ambao wapo hapo msikitini sasa hivi wanaswali kwenye viti, sio aibu wala sio kero wala sio kuwasimbulia. Kwani zamani walikuwa wanafanya hivyo? Walikuwa wanaswali wenyewe, lakini wamepata mitihani sasa. Hawako tena kama ilivyokuwa zamani. Inabidi mpaka mtu apate kiti ndio aswali, au aswali kwa kukaa. Wengine wanaswali kwa kulala, wengine wanaswali kwa ubavu, wengine wanaswali kwa ishara. Lakini si walikuwa na nguvu. Lakini alhamdulillah, hata kama mtu anaswali kwa kulala bado anamkumbuka Mola wake. Hata akiwa anaswali juu ya kiti bado huyo anamkumbuka Mola wake. Bado kuna kheri kwa watu aina hiyo. Bado kuna kheri hata kama anaswali kwa ishara, kwa macho, huyo anajitambua. Lakini kuna wengine kukaa hawezi, kwenda hawezi, na kuswali hataki. Mpaka katika ijio unamkumbusha, unamwambia swala, anakuambia wewe uliswali siku hizo zote mpaka leo, umepata nini wewe? Vitu kama hivi vya kukumbushana leo ndivyo vitakavyobadilisha maisha yetu ya baadaye. Awalam nu'ammirkum, kwani hatukukupeni umri? Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Wanaambiwa wale watu wa motoni wanakuwa wanapiga kelele, wanasema akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Tabu zote hizi za nini? Kwani hakukuja mjumbe? Hatukukuambieni? Awalam nu'ammirkum, hatukukupeni umri? Huu umri ni hii miaka 60 au 70 sanatan. Ndio maana hakubali udhuru wako Allah. Sasa tujitayarishe ndugu zangu. Sasa hivi tuondoe udhuru. Sasa hivi tubadilishe maisha yetu. Sasa hivi turudi kwa Allah. Sote tuliofika umri wa miaka 60 ni wakati wa kurudi kwa Allah, si wakati tena wa kutafuta yasiyohusika. Min husni islamil mar tarkuhu ma la yani. Katika hadithi nyingine Mtume anasema Uislamu mzuri sasa hivi wa mtu ni kuacha yasiyomhusu. Yale yote tuliyoyataja huko, sasa wewe mzee wa miaka 60, miaka 70, yale hayakuhusu tena. Kama wengi yanatuhusu, labda unaona age inaruhusu, Ibilisi ndo katupamba, wewe uhusiki tena na hayo mambo. Rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu atakukubali, kwa sababu Allah, kaifa la ad'uka wa anta anta. Ya Rabbi, kwa nini nisirudi kwako na wewe ndio wewe? In kanat dhunubi laha haddun wa ghaya, fa'afuka laysa lahu haddun wala nihaya. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه.
فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Katika maneno ya Ibnul Qayyim au Ibn Qayyim al-Jawziyya muaidhi mtu aliyekaribia umri wa kuondoka, anasema innamal a'malu bil khawatim, lakini kwa hakika hii ni hadithi ya Bwana Mtume Muhammad. Iktabasa min, ameingiza katika maneno hayo akisema amali zinazingatiwa mwisho mwisho. Hii ni hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini akamaliza kwa maneno mazuri mengine akasema, fa innaka, wewe uliofika umri wa miaka 60, illam takun qad ahsanta istiqbalan, ikiwa hukupokewa vizuri, hukuyafanya mazuri mapokezi yako, la'allaka an tuhsina alwada, basi usikose kuagwa vizuri. Ikiwa ulikuja hapa duniani na ukafanya mambo, mapokezi yako yameharibika, hakuna mapokezi mazuri yaliyokuwepo, basi jitahidi kuagwa kwako iwe ni kuzuri. Mwenyezi Mungu tujalie miongoni mwa wale watakaoagwa kwa vizuri. وارض اللهم عن صحابة الأكرمين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي الحيدر، ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اصلح ولاة المسلمين، خصوصا منهم رئيس زنجبار دكتور حسين علي مويني. اللهم اصلح ولاة المسلمين، اللهم خذ بيده إلى ما فيه الخير والصواب. اللهم هيئ له بطانة صالحة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اجعل بلدتنا هذه زنجبار آمنة مطمئنة سائر بلاد الإسلام والمسلمين، واكتب اللهم سترا وسلاما على عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين والمؤتمرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أكبر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Walioko nje upande wa kushoto waingie ndani, nafasi bado ni zipo. Walioko nje upande wa kushoto waingie ndani, nafasi bado zipo. Stau wapande juu, stau wa'tadilu aqimu sufufakum. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه
إنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله tunakwenda mawili muhimu hata pia wakianzisha group za kuwachukua vijana wakawaokoa na madawa ya kulevya, wakaanzisha klabu yao ya mpira au ya kunyanyua vyuma au ya kufanya kitu chochote mubaya ambacho kitawakibizi watu wasifanye mambo maovu na uchafu. Au vijana ni Mungu wa mkono, inshallah tuwaombee dua, tuwape hali na mali zetu kwa ajili ya support. Hizi ndio kueleza mtandao wetu, tutafanya watu
bora na atatupa kila lililokuwa limekusudia. Ala hadha niyya wa kullu niyyatin salihatin nawama ibadallah as-salihun. Al-Fatiha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين آمين ونجنا مما نخاف آمين آمين يا لطيف بنا فيما جرت آمين وهون علينا كل عسير آمين انك على كل شيء قدير. آمين اللهم جعلنا العافيه والسلام آمين والتقوى والاستقامه آمين وعلمنا من موجبات الندامه آمين يا رب العالمين انت السميع الدعاء. اللهم اجعلنا واياك في كلمه ورحمن وجواد والشيطان المريض وجبار عنيد وربا وذي ورزق وذي حسد من شر كل ذي شر انك على كل شيء قدير. اللهم فرج هم المهمومين وسائر المكروبين وارض دينا عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم يا رب العالمين. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا وما لم نعلم. ونعوذ بك من شر كله عاجله واجله ما علمنا وما لم نعلم. اللهم تقبل لنا من امورنا واجعل عاقبتها رشدا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجيب. واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا ولا الى احد من خلقك طرفة عين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين.